Elezea namna ambavyo wachezaji mmejipanga kwenda kupambana na Young African Sports Club kesho. Kwanza naweza kusema kwamba mimi binafsi nimecheza michezo hii mingi na experience nayo, lakini mimi binafsi napenda kucheza michezo hii kwa sababu ni michezo mikubwa ambayo inafanya mchezaji uwe mkubwa. Kwa hiyo kwangu mimi nafurahia kuendelea kucheza michezo hii na nimejiandaa kutoa kile nilichokuwa nacho kwa ajili ya kuweza kuwafurahisha mashabiki wangu. Maandalizi ya wachezaji kwa ujumla? Sisi kama wachezaji tumeweza kufanya maandalizi vizuri na technical bench letu wameweza kutuandaa vizuri kiakili na kimwili vile vile kuelekea katika mchezo huu, na imani maandalizi tulipata wiki nzima hii tunaenda kufanya vizuri katika mchezo huu, na vile vile tumeandaa kwa ajili ya kufanya vizuri katika mchezo huu na kuweza kuonyesha kiwango kizuri katika mchezo huu. Asante Shomari, na niwakaribisha sana habari. Maswali matano kwake Shomari Kapombe. Kama una swali basi sogea hapa ili uweze kusikika na wale ambao watakuwa nyumbani sasa wanatufuatilia. Karibu hapa, karibu sana. Yes, Shomari, ni miongoni mwa wachezaji ambao wamecheza mechi nyingi za dabi. Ni kitu gani ambacho ni ngumu experience ama haujakizoea kabisa kwenye mchezo mkubwa wa dabi? Naweza kusema kwamba mchezo huu kitu ambacho unaweza kusema kwamba sija experience kwa sababu mchezo huu una hisia kubwa za watu na unatazamwa na watu wengi. Kwa hiyo sisi kama wachezaji ni jukumu letu kubeba hisia hizo za wapenzi wetu na wanachama wetu kuweza kuwapatia ushindi. Kwa hiyo kikubwa ambacho nachoweza kusema kwamba sija experience nacho katika michezo hii ni moja kwa moja kuweza kuimagine mechi itakuwaje. Lakini kwamba kwa imani yangu maandalizi tuliyofanya na walimu walivyotuandaa tunaweza kwenda kupata performance nzuri kabisa na matokeo mazuri. Asante. Swali la pili kwake Shomari Kapombe. Shomari, mambo Okay. sababu mpira wa sasa hivi hauwezi kuepuka takwimu. Mmeruhusu magoli mengi, wenzenu hawajaruhusu magoli mengi. Hamjafungwa, wenzenu wamefungwa katika michezo ya ligi mpaka hivi sasa. Mko chini ya wapinzani wenu ambao mnakwenda kukutana nao kesho kwa sababu mna mchezo mmoja ambao hamjacheza. Kutokuwa mkiwa nyuma, yani mkiwa mna mchezo mkononi, inawapa hali kwenye kupambania mchezo ili mrudi kileleni? Naweza kusema kwamba kitu cha kwanza umesema kwamba tumeweza kuruhusu magoli mengi, na nadhani hicho kitu walimu wamekiona na pia tumeweza kukifanyia mazoezi katika viwanja vya mazoezi. Kuna vitu ambavyo walimu wameweza kurekebisha na wameweza kutuongezea, na vile vile naweza kusema kwamba kuwa chini ya mchezo mmoja sisi haituweki chini, kwa sababu malengo tuliokuwa nao ni ya msimu mzima. Kwa hiyo malengo tuliokuwa nao katika kila game ni kuweza kupata pointi 3. Kwa hiyo hilo ambalo ndo tunaliangalia sasa hivi. Asante. Swali la tatu kwake Shomari. Shomari, mechi kama ya kesho mashabiki hawategemei kitu chochote zaidi ya ushindi. Nyinyi kama wachezaji mnawaahidi nini mashabiki kuelekea kesho? Cha kwanza kwa niaba ya wachezaji naweza kusema kwamba nawaomba mashabiki wa Simba na wanachama wa Simba waweze kujitokeza kwa wingi, kwa sababu tunahitaji support yao kubwa, kwa sababu sisi hatuwezi bila wao na wao hawezi bila sisi, na wao wakiwa nje kama mchezaji wa 12 wanaweza kutupa nguvu sisi ili akuweza kufikisha malengo yetu ambayo tulikuwa nayo. Sisi kama wachezaji tumejiandaa kuwapa performance nzuri na matokeo mazuri katika mchezo wa kesho. Asante. Swali la 4 kwake Shomari Kapombe. Swali la 4. Sogea hapa karibu.
Mimi binafsi nimecheza michezo mingi na huu pia unaokwenda unakuwa mchezo mwingine. Mimi binafsi naweza kusema kwamba nimejiandaa vizuri kwa ajili ya kuwapa performance nzuri mashabiki wangu na wanachama wangu ili waweze kupata furaha katika siku ya kesho. Swali la 5 na la mwisho kwake Shomari. Yes. Shomari, shalom. Kwanza mnaenda na mchezo mkubwa kesho, timu kubwa mnacheza na timu kubwa nyingine. Pengine kwa upande wenu mlipokeaje mwanzo taarifa iliyotolewa na msemaji wa klabu ya Simba Medali kwamba Kibu Denis atakuwa mgeni rasmi wa kesho? Hii kama wachezaji imewapa nguvu gani na pia mnahakikishaje labda pengine morali ya Kibu Denis kwa sasa ipoje kwa pia? Cha kwanza mimi naweza kusema kwamba kuna vitu ambavyo vinaongelewa nje, sisi kama wachezaji hatuwezi kuviingiza ndani ya timu. Kinachoongelewa nje tunakiacha nje kwa sababu inakuwa ni pressure iko nje. Sisi kama wachezaji tuna focus nini mwalimu anachotuambia na nini kitu timu na ambacho inahitaji. Kwa hiyo sisi kama wachezaji tumejiandaa vizuri na tumeconcentrate katika mchezo wa kesho kuweza kwenda kupata performance nzuri na matokeo mazuri. Na vile vile tunawarespect wapinzani wetu kwa sababu tumeona kwamba wamekuwa na kiwango kizuri katika mashindano yote. Kwa hiyo hilo pia mwalimu amelifanyia kazi na ametupa mbinu ambazo ni nzuri ambazo tutaenda kufanya kazi katika mchezo wa kesho. Nakaribisha swali la mwisho, bonus question.